Mtazamaji wa Digital News Tanzania, leo Digital News tumefika hapa katika shule ya Consolata Lupembe. Shule hii ni ya kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Tuko hapa kwa ajili ya kufanya mazungumzo maalum na wamiliki wa shule hii. Moja ya sifa kubwa ambayo ipo katika shule hii ni kuhusiana na ufaulu mzuri ambao unapatikana katika shule ya Consolata Lupembe Pre and Primary School. Na wao hiyo imekuwa ni sifa kubwa ambayo wanajivunia kwa kipindi cha miaka mingi hivi sasa. Tuko hapa hii leo, tutazungumza na baadhi ya walimu, lakini pia tutazungumza na mmiliki mwenyewe wa shule hii. Atatuambia kwa namna gani ambavyo ameweza kufanikiwa kufanya shule hii kuwa miongoni mwa shule ambazo zinafanya vizuri ndani ya mkoa wa Njombe. I want to become a great lawyer in Tanzania, and my dream is to be a lawyer in Tanzania and in other countries. Hapa ni sehemu sahihi ya wewe kumleta mwanao ili aweze kupata elimu iliyo bora, na ile elimu ambayo kesho na kesho kutwa huwezi kujutia kumsomesha katika shule hii. Nyuma yangu ni jengo la utawala kama ambavyo unaweza kuliona hapo. Jengo zuri kabisa, limependeza, na watu wengi kutoka katika jimbo hili la Lupembe, lakini na maeneo mengine ndani ya mkoa wa Njombe wamewaleta watoto wao hapa, wanaendelea kupata elimu. Consolata Lupembe Pre and Primary School ni sehemu sahihi kwa ajili yako kumleta mwanao. Nini kimejificha ndani yake, lakini tutafahamu historia yenyewe ya shule hii ya Consolata Lupembe. Tutazungumza hapa na mkurugenzi, yeye atatuambia kwa namna gani shule hii iliweza kuanza katika eneo hili, lakini pia atatuambia ni kwa namna gani shule hii imekuwa na matokeo mazuri mfululizo siku hadi siku. Karibu tufuatilie kwenye mahojiano ambayo tunayafanya hapa na wamiliki wa shule hii. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Hii ni Digital News Tanzania. Karibu. Nchi yangu ni muhimu kwangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Mtazamaji wa Digital News Tanzania, leo tuko hapa Lupembe na tumekuja maalum kabisa. Tumefika hapa katika shule ya Consolata Lupembe Pre and Primary School. Tuko hapa hii leo kwa ajili ya kuletea makala ambayo inazungumzia kwa namna gani shule hii imeweza kufanya vizuri katika mitihani mbalimbali. Tuko hapa katika shule ya Consolata, miongoni mwa shule kubwa ndani ya jimbo la Lupembe, lakini pia mkoa wa Njombe, na shule hii imekuwa ikitajwa kama miongoni mwa shule ambazo zinafanya vizuri zaidi katika taaluma ndani ya nchi, mkoa wa Njombe, lakini pia hasa katika jimbo la Lupembe. Tumefika hapa mara baada ya kusikia sifa nyingi kuhusiana na shule hii. Tukaona isiwe tabu, tufike hapa tuweze kuzungumza na wahusika, lakini pia watuambie kwa namna gani shule hii imekuwa mkombozi kwa wananchi, kwa namna gani shule hii imekuwa ikifanya vizuri kwa miaka mingi, ambapo sifa kede zimeenea mtaani. Tutazungumza hapa na mkurugenzi wa shule hii Gisela Masika. Yeye atatueleza kwa namna gani shule hii ilianza hapa, tufahamu misingi hasa ya kuanzishwa kwa shule hii hapa, kwa namna gani alikuwa akishirikiana na jamii, lakini pia kwa namna gani shule hii imeweza kuwa mkombozi kwa wananchi wa jimbo la Lupembe. Na tumefanya mahojiano na wanafunzi. Kwa kweli wanafunzi wanazungumza Kiingereza kizuri, kwa hivyo hata wewe ambaye unatazama unaweza kumleta mwanao hapa ili pengine aweze kupata elimu ambayo wanafunzi waliopo hapa wananufaika nayo. Tunaamini kwamba wakitoka hapa wanaenda kuwa watu mashuhuri, watu muhimu katika jamii na katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huko mbeleni, kwa sababu ndoto za wanafunzi ambao tumezungumza nao hapa, wengine wanataka kuwa wanasheria, lakini wengine wanataka kuwa madaktari na vitu kama hivyo. Tunaamini shule hii itakuwa ni miongoni mwa shule ambazo zitabeba ndoto za wanafunzi hawa na kuzifikisha kule ambako zinatakiwa. Tuko hapa katika mahojiano maalum na mkurugenzi wa shule ndugu yetu Gisela Masika, ambaye atakwambia kwa namna gani shule hii imeweza kuanza hapa, lakini atatuelezea mambo mengi kuhusiana na shule hii, lakini kubwa tufahamu kuhusiana na taaluma. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele, tutazungumza hapa na mkurugenzi, atatuambia mambo mengi kweli kweli. Karibu sana, patana nasi mpaka mwisho. Kwa majina naitwa Gisela Masika, ni mkurugenzi mtendaji wa shule hii ya Consolata Lupembe Pre and Primary School.
Shule yetu ilianzishwa mwaka 2015 kwa lengo la kutoa elimu bora na malezi sahihi kwa mtoto kuanzia miaka 4, tunamaanisha elimu ya chekechea mpaka darasa la 7 ambako ni miaka 12, 13. Shule yetu ni ya kutwa na bweni na inapokea wanafunzi wa jinsia zote na wa dini zote. Shule hii ilianzishwa katika jimbo hili mwaka wa 2015 ikiwa ni shule pekee binafsi katika jimbo la Lupembe. Na kwa hii miaka yote 10 kama nilivyokuambia hapo awali, mwaka huu 2025 tumesherehekea miaka 10 ya uanzishwaji wa shule yetu, ambako tunajivunia kwamba katika miaka 10 shule yetu imekuwa kinara wa taaluma katika halmashauri ya wilaya ya Njombe na katika mkoa wa Njombe kiujumla na hata kitaifa. Kwa hiyo ukiangalia mafanikio yetu ya miaka 10, tunasherehekea taaluma yetu nzuri, tunasherehekea uboreshaji wa miundombinu ya shule ambao kwa sasa ukiangalia imekuwa ni miundombinu ambayo ni ya kisasa zaidi, ambayo inawezesha watoto kusoma na kufanikiwa katika masomo yao. Lakini pia tunasherehekea kuwa shule bora katika kutoa wanafunzi wenye nidhamu nzuri. Watoto wetu najua uko nje umepita umeona walivyo na nidhamu kubwa. Wana nidhamu nzuri sana. Lakini pia tunajivunia kwamba watoto wetu wanauzika. Wakimaliza darasa la 7, wanavyoenda kutafuta sekondari, wanafanikiwa kwenda sekondari nzuri sana. Na wengi pia wamechaguliwa kuingia katika hizi shule za vipaji maalum. Tumesambaza watoto karibu mikoa yote ya Tanzania wanaenda kwenye shule za vipaji maalum. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho tunajivunia katika miaka 10 ya Consolata. Kama nilivyokuambia, shule yetu inatoa huduma ya bweni na kutwa. Kwa mwanafunzi wa day wapo shuleni anapata chai ya saa 4 na chakula cha mchana. Kwa mwanafunzi wa bweni anapokuwa shuleni anapata milo 5, na maanisha anapata chai ya asubuhi, anapata chai ya saa 4, anakuja anapata chakula cha mchana, anakuja anapata uji wa jioni na anamalizia na chakula cha jioni. Tunatoa hivyo vyote ili kuhakikisha watoto wetu wanakuwa na afya njema muda wote. Mtoto hawezi kufaulu bila kuwa na lishe nzuri, na unajua mkoa wetu wa Njombe tuko katika kampeni ya kupinga udumavu. Kwa kama shule tunashiriki ipasavyo kuhakikisha na sisi tunakataa udumavu. Shule yetu ina miradi pia ya ng'ombe na kuku kwa lengo la kuboresha chakula cha wanafunzi. Ambako ng'ombe wale tukipata maziwa, wanafunzi wanapata uji wenye maziwa na mara nyingine wanapata chai yenye maziwa. Na pia kuku tunawatumia kama kitoweo na pia wanatupatia mayai kwa ajili ya kuboresha afya za watoto. Yote hayo tunafanya kwa ajili ya kampeni yetu ya kupinga udumavu. Pia shule yetu tumejitahidi kutoa elimu ya jinsia na ukatili kwa watoto. Tumeshirikiana sana na jeshi la polisi, dawati la jinsia, mara nyingi iwezavyo, ili kuja kuwapa watoto wetu elimu ya kukataa ukatili, elimu ya kijinsia na elimu ya kujilinda wao pia kama watoto. Pia jeshi hilo limefanikiwa pia kutoa elimu kwa wazazi wetu, jinsi ya kuhakikisha watoto wao wanakuwa salama kipindi cha likizo na hata wanapokuwa nyumbani na shuleni kiujumla. Kwa kupitia elimu hiyo tunaamini kwamba tunakwenda kumtengeneza mtoto ambaye anakwenda kukubalika katika jamii. Sio tu kwamba mtoto anafaulu, bali ni mtoto ambaye anafaulu lakini pia anakubalika katika jamii. Kama tunavyojua, ukiangalia siku hizi tuna wasomi wengi lakini hawaajiriki kwa vile hawana maadili. Kwa hiyo Consolata tunajitahidi tuhakikishe watoto wetu wanakuwa na maadili mazuri, wanakubalika kwenye jamii ili waweze kufanikiwa. Pia kama shule tumejitahidi kuwafundisha watoto kazi za mikono. Najua mmepita nje mmeona wanajifunza kusuuza sahani, kusuuza vikombe, kuhudumia bustani, kuhudumia mifugo, kilimo cha bustani na vingine vingi. Tunawafundisha hivyo ili waweze kujitegemea wanapokuwa majumbani. Unajua familia nyingi saa hizi tumesahau kumfundisha mtoto kazi. Mtoto amekuwa anasaidiwa kila kitu na dada nyumbani. Kitu ambacho tunalea familia ambazo watoto wetu watashindwa kujitegemea. Kwa hiyo kama shule tunahakikisha mtoto wapo shuleni anajifunza kazi za vitendo ili aweze kwenda kuishi vizuri kwenye jamii. Jamii ya sasa hivi lazima mtoto aweze kazi za mikono. Tunakumbuka hata kamishna wa elimu alisema tumpe mtoto maarifa, tumpe kazi na tumpe maadili. Ndio lengo pia la shule. Kwa mwaka huu tumeshaanza usajili kwa ajili ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule kwa mwaka 2026.
Na interview zitafanyika kuanzia tarehe 30 mwezi wa 11 hapa shuleni kwa wale wanaohamia, na maanisha kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 6 tutakuwa tuna interview hapa shuleni. Na wale wengine ambao wanatakiwa kujisajili au wa chekechea na awali wanaendelea kupokelewa. Fomu zetu zinapatikana katika vituo vyetu vya fomu Njombe mjini, shuleni na pale Kings FM pia wakienda watapata fomu zetu. Tunawakaribisha sana wazazi kuwaleta watoto wao katika shule yetu. Waamini kwamba Consolata ndio inayoenda kufungua mafanikio ya watoto wao kielimu na kimaisha. Karibuni sana Consolata Lupembe Primary School kwa ajili ya elimu bora. 15 kwa lengo la kutoa elimu bora na malezi sahihi kwa mtoto kuanzia miaka 4, tunamaanisha elimu ya chekechea mpaka darasa la 7 ambako ni miaka 12, 13. Shule yetu ni ya kutwa na bweni na inapokea wanafunzi wa jinsia zote na wa dini zote. Shule hii ilianzishwa katika jimbo hili mwaka wa 2015 ikiwa ni shule pekee binafsi katika jimbo la Lupembe. Na kwa hii miaka yote 10 kama nilivyokuambia hapo awali, mwaka huu 2025 tumesherehekea miaka 10 ya uanzishwaji wa shule yetu, ambako tunajivunia kwamba katika miaka 10 shule yetu imekuwa kinara wa taaluma katika halmashauri ya wilaya ya Njombe na katika mkoa wa Njombe kiujumla na hata kitaifa. Kwa hiyo ukiangalia mafanikio yetu ya miaka 10, tunasherehekea taaluma yetu nzuri, tunasherehekea uboreshaji wa miundombinu ya shule ambao kwa sasa ukiangalia imekuwa ni miundombinu ambayo ni ya kisasa zaidi, ambayo inawezesha watoto kusoma na kufanikiwa katika masomo yao. Lakini pia tunasherehekea kuwa shule bora katika kutoa wanafunzi wenye nidhamu nzuri. Watoto wetu najua uko nje umepita umeona walivyo na nidhamu kubwa. Wana nidhamu nzuri sana. Lakini pia tunajivunia kwamba watoto wetu wanauzika. Wakimaliza darasa la 7, wanavyoenda kutafuta sekondari, wanafanikiwa kwenda sekondari nzuri sana. Na wengi pia wamechaguliwa kuingia katika hizi shule za vipaji maalum. Tumesambaza watoto karibu mikoa yote ya Tanzania wanaenda kwenye shule za vipaji maalum. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho tunajivunia katika miaka 10 ya Consolata. Kama nilivyokuambia, shule yetu inatoa huduma ya bweni na kutwa. Kwa mwanafunzi wa day wapo shuleni anapata chai ya saa 4 na chakula cha mchana. Kwa mwanafunzi wa bweni anapokuwa shuleni anapata milo 5, na maanisha anapata chai ya asubuhi, anapata chai ya saa 4, anakuja anapata chakula cha mchana, anakuja anapata uji wa jioni na anamalizia na chakula cha jioni. Tunatoa hivyo vyote ili kuhakikisha watoto wetu wanakuwa na afya njema muda wote. Mtoto hawezi kufaulu bila kuwa na lishe nzuri, na unajua mkoa wetu wa Njombe tuko katika kampeni ya kupinga udumavu. Kwa kama shule tunashiriki ipasavyo kuhakikisha na sisi tunakataa udumavu. Shule yetu ina miradi pia ya ng'ombe na kuku kwa lengo la kuboresha chakula cha wanafunzi. Ambako ng'ombe wale tukipata maziwa, wanafunzi wanapata uji wenye maziwa na mara nyingine wanapata chai yenye maziwa. Na pia kuku tunawatumia kama kitoweo na pia wanatupatia mayai kwa ajili ya kuboresha afya za watoto. Yote hayo tunafanya kwa ajili ya kampeni yetu ya kupinga udumavu. Pia shule yetu tumejitahidi kutoa elimu ya jinsia na ukatili kwa watoto. Tumeshirikiana sana na jeshi la polisi, dawati la jinsia, mara nyingi iwezavyo, ili kuja kuwapa watoto wetu elimu ya kukataa ukatili, elimu ya kijinsia na elimu ya kujilinda wao pia kama watoto. Pia jeshi hilo limefanikiwa pia kutoa elimu kwa wazazi wetu, jinsi ya kuhakikisha watoto wao wanakuwa salama kipindi cha likizo na hata wanapokuwa nyumbani na shuleni kiujumla. Kwa kupitia elimu hiyo tunaamini kwamba tunakwenda kumtengeneza mtoto ambaye anakwenda kukubalika katika jamii. Sio tu kwamba mtoto anafaulu, bali ni mtoto ambaye anafaulu lakini pia anakubalika katika jamii. Kama tunavyojua, ukiangalia siku hizi tuna wasomi wengi lakini hawaajiriki kwa vile hawana maadili. Kwa hiyo Consolata tunajitahidi tuhakikishe watoto wetu wanakuwa na maadili mazuri, wanakubalika kwenye jamii ili waweze kufanikiwa. Pia kama shule tumejitahidi kuwafundisha watoto kazi za mikono. Najua mmepita nje mmeona wanajifunza kusuuza sahani, kusuuza vikombe, kuhudumia bustani, kuhudumia mifugo, kilimo cha bustani na vingine vingi.
Tunawafundisha hivyo ili waweze kujitegemea wanapokuwa majumbani. Unajua familia nyingi saa hizi tumesahau kumfundisha mtoto kazi. Mtoto amekuwa anasaidiwa kila kitu na dada nyumbani. Kitu ambacho tunalea familia ambazo watoto wetu watashindwa kujitegemea. Kwa kama shule tunahakikisha mtoto wapo shuleni anajifunza kazi za vitendo ili aweze kwenda kuishi vizuri kwenye jamii. Jamii ya sasa hivi lazima mtoto aweze kazi za mikono. Tunakumbuka hata kamishna wa elimu alisema tumpe mtoto maarifa, tumpe kazi na tumpe maadili. Ndio lengo pia la shule. Kwa mwaka huu tumeshaanza usajili kwa ajili ya wanafunzi wanaotaka kujiunga na shule kwa mwaka 2026 na interview zitafanyika kuanzia tarehe 30 mwezi wa 11 hapa shuleni kwa wale wanaohamia, na maanisha kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 6 tutakuwa tuna interview hapa shuleni, na wale wengine ambao wanatakiwa kujisajili au wa chekechea na awali wanaendelea kupokelewa. Fomu zetu zinapatikana katika vituo vyetu vya fomu Njombe mjini, shuleni na pale Kings FM pia wakienda watapata fomu zetu. Tunawakaribisha sana wazazi kuwaleta watoto wao katika shule yetu. Waamini kwamba Consolata ndio inayoenda kufungua mafanikio ya watoto wao kielimu na kimaisha. Karibuni sana Consolata Lupembe Primary School kwa ajili ya elimu bora, malezi bora na malezi sahihi kwa watoto wetu. Asanteni sana. Kuru jamii yetu imetupokea vizuri. Kama nilivyokuambia kati ya 2015 shule yetu inaanza, eneo hili lilikuwa ni msitu. Kutoka barabarani mpaka hapa ilikuwa ni msitu. Kama shule ilivyoanza ikahakikisha imeleta maji na umeme, ambapo maji yale na umeme wakati yanakuja shuleni, jamii yote nayo ikaweza kupata ile huduma. Kwa hiyo tumechangia kama shule kwa kusaidia wananchi nao kupata hizo huduma za kijamii kama umeme na maji. Lakini pia tumefanikisha maendeleo ya hili eneo. Ukiangalia ukipita barabarani saa hizi utakuta nyumba zimekuwa nyingi tofauti na awali. Lakini pia ni kama tunasaidia kwenye uchumi katika jamii yetu. Watu wanalima mboga mboga, wanatuuzia hapa mazao na nini. Kwa hiyo ni kama pia tumeenda kusaidia uchumi kuanza kuamka katika eneo hili. Kwa vile wananchi sasa wanajishughulisha, kwa vile wateja tayari tupo. Kwa hiyo jamii imetupokea vizuri, inatupa ushirikiano wa kutosha, inatupa na ulinzi. Tunatoa pia shukrani kwa ofisi ya kijiji cha Wanginyi kwa kuendelea kuhakikisha shule yetu inakuwa salama muda wote, kwa kuendelea pia kuhakikisha tunapata huduma mbalimbali za kiserikali ambazo tunazihitaji kama shule. Kwa kweli tunashukuru sana kwenye hilo. Kwa majina naitwa Mwalimu Guido Matamwa, mwalimu wa taaluma shule ya msingi na awali Consolata. Shule yetu iko halmashauri ya wilaya ya Njombe katika kata ya Matembo, kijiji cha Wanginyi. Shule yetu ni nzuri hasa taaluma na malezi. Kwa matokeo ya mwaka jana ya mwaka 2024 kwa darasa la 7, wanafunzi 43 walifaulu kwa daraja A. Na vile vile katika mwaka huu wa masomo 2025, matokeo ya hivi karibuni, wanafunzi wa darasa la 7 walipata wastani wa daraja A, wanafunzi wote 49. Kwa hiyo shule yetu ni shule nzuri, inafanya vizuri, miongoni mwa shule 5 bora katika mkoa wa Njombe, na shule yetu huwezi kushindwa kuitaja Consolata Lupembe. Kwa hiyo niwakaribisha wazazi kuwaleta wanafunzi katika shule yetu. Kimaadili tuko vizuri, vile vile tunalea watoto katika misingi ya dini. Shule yetu ipo chini ya mwavuli wa Jimbo Katoliki la Njombe. Kwa hivyo tunashirikiana nao katika kulea watoto kiimani, na vile vile tunashirikiana nao katika kufanya mitihani mbalimbali katika jimbo la Njombe. Kwa majina naitwa Deogracia Mkongwa, ni mwalimu katika shule ya awali na msingi Consolata Lupembe. Kwa sasa nina takriban miaka 10 naenda mwaka 11. Katika malezi ya elimu bora na afya bora kwa watoto, tunachokisimamia zaidi, mtoto ale chakula safi kikiwepo pamoja na matunda, alale mazingira safi. Sambamba na hilo, elimu ndio kipaumbele chetu. Tunahakikisha milo 5 kwa watoto wetu. Tunahakikisha mazingira yanayolala ni safi nje na ndani. Madarasani pia tunahakikisha usafi. Sambamba na hilo, tumeboresha ulinzi ndani ya nje na nje ya shule kwa kuwapa misingi ya kujilinda wenyewe
dhidi ya ukatili, sambamba wakiwa nyumbani wanapokutana na changamoto zozote waweze kutushirikisha wakifika shule. Hata akikutana na mzazi au akashindwa kumwasilisha mzazi, mtu yeyote alipo mbele yake ambaye anajua kabisa ni msaada kwake, anaweza kafikisha hizo changamoto. Ikishindikana, huwa tunatumia njia mbadala kuwasiliana na wazazi namna ya kuboresha utatuzi wa hiyo changamoto ambayo inakuwa imemkuta mtoto. Kwanza sio kwamba tunasema tunataka mtoto asome katika misingi ya kiimani, apate misingi yote ambayo ni malezi bora, apate elimu bora. Sambamba hivyo tunapenda kulea mtoto kwa sababu ni njia mojawapo ya kuweza kumsimamisha mtoto katika mihimili ambayo inaweza kumfikisha mbali. Kwenye michezo, kila wiki tuna vipindi vya michezo vya nje na ndani, na kila mwezi tuna tour za nje kwa ajili ya michezo, na tunaimarisha kwa kutoa vitendea kazi ambavyo vitawezesha kucheza michezo yote ambayo wanaweza kuicheza, iwe kuruka kamba, mpira, hivyo. My name is Witness Njawike. I come from Consolata Primary School. Our school is so good. So I welcome other parents. They should bring their child at this school. Our schools have good environment. As you see it here, we get good meal. A balanced meal. We eat fruits. It's so good school, and our teachers, they teach while we understand them, and it have a good performance as we seek our standard 7 performance. And also our school is so beautiful in fresh air, and our pupils are also confident, and also our dormitories are attractive all the time. No diseases that lead to us. There is no the ash full of teachers in abuse of Lulus, in abuse of human rights. We get our all basic needs as food, shelter, and clothes, and also we live in peace and harmony without fighting. We follow our rules and regulations as our schools said us to do. We conduct our lessons as the school general timetable tell us, and our teachers they teach us in peaceful means and friendly. Thank you. When I grow up, I want to become a great lawyer in Tanzania and other international countries, and also support other pupils like me, a student of standard 6 pupil. They should study hard, and they should study hard. They must bring big. They must work hard, and they must score A, as our school slogan says. My name is Emmanuel Anshayo. I am from Consolata Lupembe Primary School. I am the head boy of this school. I welcome you to come and study at our school. Our school is very good in academic performance, as you can see in NECTA exam pre-7 how they did. They performed well, and you will see in class 4 they will perform well. Our school is very refreshing. You can see as you can see our surroundings. You can see there are flowers many places. Our school also has good teachers and good pupils, disciplined pupils. It is a good school. So you are welcome to our school. My dream is to be a lawyer in Tanzania and in other countries. Jina naitwa Tulizo Godwin Hongoli. Tuambie, unazungumzaje performance ya kijana wako? Yaani mtoto wangu anajitahidi sana. Toka ameanza kusoma Consolata Lupembe, kama mzazi ninalizika na sijutii ada ninayoitoa kabisa. Naona mabadiliko na naona mwelekeo mzuri wa mtoto. Ndoto zangu ni kumfanya awe msichana mzuri sana kitaaluma, hata kimaadili, na maadili pia anayapata Consolata. Mtoto wangu anajua jinsi ya kujiendesha mwenyewe, ana maadili na tabia nzuri. Kwa majina naitwa Baraka Mwenga, mzazi wa Kaswali Mwenga. Nimechagua Consolata kwa sababu ya taaluma nzuri, ufaulu mzuri, mazingira mazuri, na walimu wako vizuri kwenye kufundisha. Na hii yote imetokana na matokeo mazuri ambayo tunapata. Yangu yupo darasa 3 na natarajia
kwa maarifa anayopata, elimu nzuri anayopata, ajue kijana mzuri na ikiwezekana mkombozi wa familia yetu.